Huyu ndugu mimi nikawa najiuliza mwenyewe, lakini nilimwona wapi? Takisia, lakini nahisi tulikutana Iunga Ikuti kama sikosei, lakini kwa mchungaji Mwanjoka, sio Mwasemele. Nimesema kwa Mwanjoka ni makanisa mawili kama mapacha. Kuna TAG kwa Mwanjoka, kuna EAGT kwa mchungaji Mwasemele. Hongera baba. Yesu akubariki sana. Nimefurahi kukuona. Wachungaji, Mungu awabariki. Amen. Mchungaji mwenyeji, Mungu akubariki. Kazi ya Mungu inaanza hivi hivi. Wanasema hata mbuyu ulianza kama mchicha. Hivi tuliuona ule. Wanasema ulianza kama mchicha, sina hakika sana, lakini sisi tumeukuta ule mti. Maana ile miti mingine hata mkiwa watatu hamwezi kukumbatia. Sisi tunajua Mungu ameumba ikiwa hivyo hivyo. Au sio? Yupo mwenye mimi alisalimia kanisa. Njoo mama. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nimefurahi kufika mahali hapa. Amina. Ni neema ya Mungu. Asante. Kwa majina naitwa Enale Ezroni Mwakatoga. Nimeokoka na mpenda Yesu. Nasali kwa mchungaji Christopher Mwakanyamale pale Ikuti. Karibu na Mungu awabariki. Amen. Haleluya. Amina. Kaa pale mama. Huyu ndio mwenye mimi. Amina. Baba, sauti umeipunguza kidogo pale, ongeza kidogo. Huyu ndio mwenye mimi, alafu nimeongozana na Mikia yangu. Hebu salimia kanisa. Ungea mikono huko huko, msimame tumpunge mikono. Hao watoto bwana ndio mikia yangu. Hapo sawa. Hiyo. Hawa watoto ndio mikia yangu. Yaani hawa wewe kumbembe nusia. Ngoko na panja rumo. Wewe baba ukarudi nyumbani saa 4 usiku. Si sawa na kama umelala nje. Hawa watoto simuona tumepangana kama mama peke ya maparachichi. Mmoja yuko form 4, yule binti yule. Huyu yuko form 3, yule yuko form 1. Najitambulisha, wengine mnaangalia usoni. Baba sio mpaka arandishe mtoto, tunarandisha mpaka visigino, mpaka avue viatu gundue nimerandisha. Hiyo sio. Kwa hawa nimewarandisha visigino. Ukitaka ujue nimerandisha, waambie vua viatu. Haleluya. Nimefurahi kuwaona watumishi wa Mungu. Mungu awabariki sana kwa sababu ya moyo wa utumishi. Nilikaa na mama mchungaji, tulikuwa tunazungumza kwamba ni njema kila mshirika ajitambue kwa nini Mungu ameniita. Kila mtu ameitwa hapa. Hawajaitwa hawa tu. Tumeitwa wote. Kibaya zaidi ni kwamba una miaka 5 ndani ya kanisa, una miaka 2 alafu hujui umeitiwa nini. Baya sana hiyo. Lazima umuulize Mungu, Kiara ongoreli ile kinyumba muno. Naongea lugha ya ajabu. Umeniitia nini huku ndani? Lazima kuonyeshe kazi ya kufanya. Haleluya. Lazima kuonyeshe. Hawa waliokaa mbele, hawa baraka zetu ziko mikononi mwao. Hawa wakitamka neno, hawa pokea. Amen. Tunaishi nao kama watu wa kawaida tu, kwa sababu tunalala nao kitanda kimoja tukienda kwenye huduma, tunakula nao sahani moja tukiwa kwenye huduma au majumbani. Kwa tunaochukulia kama watu wa kawaida. Nataka nikwambie sasa, hawa ndio Mungu mwenyewe. Kwa nini nasema hivi? Kwamba Mungu siku zote tulishakaririshwa kwamba Mungu anatuhudumia sisi kiroho. Lakini leo nitazungumza tofauti kidogo. Mungu hahudumii sisi kiroho, anatuhudumia kimwili kabisa. Wakati Mungu anafanya mchakato wa kuwakomboa wana wa Kimisri kule. Ngoja nisubiri kwanza. Mnongonezane nyinyi kwanza alafu tuanze. Umemaliza? Alikuwa anasemeje? Mboga inaangulia nyumbani. Haleluya. Anasema nalifurahia waliponiambia twende wapi? Nyumbani kwa Bwana ndiko tunapata furaha. Sema nikasema
msimwamshe anayelala kanisani, mwache alale. Nyumbani anaminywa na wachawi, lakini kanisani ni sehemu salama. Na hao wanaominya kule, kwa nini hawaji na huku? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Madhabahu kiukweli nawapenda. Yaani mnaifanya kazi ya Mungu, tayari kufanya kazi ya Mungu kwa namna yoyote ile. Mungu awabariki sana. Kwani mchungaji ana matatizo gani? Ni kijana mdogo sana ambaye angeamua aende hata huko akachomage mikaa, lakini anafanya kazi ya wito. Kiara nkoli ile jope. Fanya kazi hapa. Mimi ni mtoto wa mchungaji, lakini siishi kama mamangu. Mamangu ndio mchungaji. Nikisema mchungaji sio baba, maana Mungu hana jinsia. Yaani wewe utaulizwa Mungu ni wa kike wa kiume, unakuta unasema wa kiume. Wewe Mungu sio wa kiume wala sio wa kike. Kwa sababu tunasema kwa sababu kuna neno tunasema mkono baba, yes baba. Mkono wa kuume. Kwa hiyo tunafikiri hivyo kwamba Mungu ni mwanaume. Mungu ni roho. Ni roho. Shetani ni roho pia. Na ngoja nikuulize swali. Wangapi tunamfahamu Mungu? Tunamfahamu wote. Hatumfahamu. Kwa hiyo tunaabudu tusichokifahamu. Hapo sawa, hilo ndio jibu. Hilo ndio jibu. Mungu tunamfahamu. Kwa kila nitakayemuuliza, hebu taja Mungu ni nani? Kila mtu atataja anavyotaka. Ngoja nianze na huyo amechangamka huyo dada. Wewe umechangamka. Mungu ni nani? Ndio jina lake. Kama sikupongezi. Mungu ni nani? Haleluya. Mungu sio roho, ila utendaji kazi wake anafanya katika roho. Kwa huyu anayefanya katika roho ni nani? Si ndio ninayemsema ni nani sasa ututajie? Hebu mtaje mama. Mungu ni nani? Umesikia jibu? Hawezi kukosea yule. Mungu ni muumbaji. Hakuna jina linalozidi hilo. Majina yote utakayoyataja yale ni sifa ya Mungu huyu ambaye ni muumbaji. Haleluya. Wakati Mungu anamtuma Musa kule, Musa anamwambia Mungu, sasa nikawaambie nani amenituma? Alimwambia, akasema ukamwambie hivi, niko ambaye niko amenituma kwenu. Sasa ni jina. Maana ndio anaambiwa nikaseme nani amenituma, anasema ukawaambie niko ambaye niko. Sio ni jina. Isaya anatabiri kwenye Isaya 7:14 anatabiri, anasema atazaliwa mtoto mwanaume, jina lake ataitwa nani? Emmanuel. Yaani Mungu pamoja na sisi. Hilo ni jina. Utabiri wa Isaya ukatimia kwenye Isaya 9:6 ukatimia. Isaya 7:14 anatabiri atazaliwa, lakini utabiri wake umetimia kwenye Isaya 9:6 anasema amezaliwa mtoto mwanaume, uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Wewe una chati? Una approve? Nikajua una chati, maana wana chati na kubeti. Ndio makanisa siku hizi wana beti. Ukiwaambia wewe umeokoka na kwamba hii serikali imehalalisha hii. Nataka nikwambie serikali, yani vya Kaisari na vya Mungu ni vitu viwili tofauti, ila vyote vinamuongoza mtu huyu mmoja. Haleluya. Yesu anasema vya Kaisari mpe Kaisari. Nataka nikwambie huyu Yohana Mbatizaji akaingilia vya Kaisari. Unajua kilichompata? Kakatwa kichwa. Haruhusiwi kurithi mke wa ndugu yake. Anamuhusu haya kweli? Huyu jamaa anamuhusu. Wao wakashituka kwenye ufalme kwamba huyu mtu huwa anafanya kazi vizuri sana huko, ameanza kuingilia huku vipi? Kumbe neema ya Mungu
ndani yake ikawa imetoka, akawa mkavu tayari, akawa mwilini anaingilia mamlaka za watu. Mtu haruhusiwi kuirithi mke wa ndugu yake. Kumbe neema ya Mungu ndani yake ikawa haimo. Nataka nikupe kidogo ka ufunguo hapa. Yohana, kila anayejua, yoyote anayefahamu wanasema Yohana alikuwa sawa. Yohana hakuwa sawa, alifanya upuuzi mmoja wa ajabu sana uliochomoa ile nuru ndani yake. Kwa hiyo nuru tunayoizungumza ndio ulio nayo wewe sasa. Nataka nikwambie unayo hiyo. Tena Mungu alikupa kabla haujazaliwa. Alishakupa mapema kwamba hiki naweka ndani ya huyu, kikafanye kazi hiki naweka ndani. Lakini hicho tunajivuna nacho. Unajivuna na leo unaimba, kwaya zimeimba vizuri, lakini kuna mtu amepambana. Walimu wanapambana lakini wanawadharau sana walimu. Wameimba vizuri mbele yetu hapa, wamefanya vizuri kweli, lakini kama unataka ujue bovu wao hawa, nenda kwenye mazoezi kasikilize kwa nje huko wanavyovutana. Wanafanya vya ovyo sana. Kwa watu wanajitahidi kweli. Huenda kuna watu wamelipiwa hapa, wamekula rushwa. Walimu wametoa rushwa hapa kwamba bana twende ukaimbe, twende. Anasema siji. Tunamtegemea kweli soloist mzuri. Siji mpaka uninulie Pepsi. Tuseme ukweli hapa. Mwalimu hujatoa rushwa. Hakuna watu umewabembeleza sana mpaka wamefika hapa. Wapo. Usiseme baba wataacha kwaya. Ila wapo, mimi najua. Wapo. Nimeimba kwaya. Nimeimba. Tulikuwa tunazira. Mimi nilikuwa napiga magita. Nimeanza kupiga magita na miaka 8. Na ujua muziki vingekopo vinanda hapa mimi ningepiga. Alafu mngeshangaa napiga vya kisasa na vya zamani. Ni mtaalamu. Haleluya. Kama nimeanza kupiga gita na miaka 8, hebu niambie nina utaalamu kiasi gani kuhusiana na tabia za wana kwaya? Nazijua. Kwa ukiwa kiongozi unakuta kwaya ikisafiri kwenda sehemu, kuna 2 au 3 umewasafirisha, mwalimu na mwenyekiti. Wana kazi ngumu hawa watu. Umewahi kupita ukamnunulia t-shirt kwamba mwalimu wangu anapambana kwa ajili yetu. Nini hata t-shirt? T-shirt shilingi 2000. Kwani atajua yeye kwamba umenunua 2000? Wewe nunua 2000 linyoshe vizuri, kunja saa peleka. Juzi nienda kuhubiri sehemu nikamwambia mchungaji hawezi kuvaa kiatu kimepinda kama hivi. Ni habari mbaya sana hizi. Paki inafika mara unatamani ku advertise wachungaji wa wenzio kwenye mikutano huko. Unatamani kusema huyu ni baba huyu. Lakini unaogopa kulingana na muonekano wa mchungaji wako ni mbaya. Hizi meza hizi zinatuficha hizi. Huwezi kusogea, anatamani angesogea hata hapa kiatu kimepinda. Alafu ana washirika 5 6. Ukienda pale Kabwe kuna viatu pale nida hii ya saa 10 kuna viatu pale 8,000, 7,000, 10,000 kizuri kweli kweli. Kile kiatu kikichukue kioshe, weka dawa alafu kunja vizuri peleka kwa mchungaji. Mchungaji anakukadiria kwamba hiki kiatu 80, 70 amenunua ameniletea mimi. Lakini 8,000 umenunua. Kwa mchungaji atatoa baraka za 60, 70, 80 ndio atakazotoa, lakini umenunua 8,000. Kwa hiyo unashinda kuziteka baraka. Nakwambia kauli ya mchungaji ni baraka. Hatubarikiwi kulingana na tunavyowatazama. Wanateseka hawa watu. Wanateseka, watoto wao wanawatandikiaga sebleni alafu wageni chumbani. Hawa wanateseka. Sehemu fulani nilikuwa juzi namwambia kanisa kwamba watoto wanaokojoa vitandani, ngoja niwape dawa. Dawa ya kwanza kabisa, wewe mzazi ndio uwe kikojozi, alafu mtoto awe ndio wakojoi. Ndio dawa ya kumpa mtoto wako. Kwa nini nazungumza hivi? Teseka wewe ambaye ukojoi, amka kila baada ya masaa 2. Kwamba mwanangu amelala masaa 2 na amka na muamsha toke nje. Shituka tena masaa 2 toka mpeleke nje. Ndani ya siku 3 mtoto akojoi tena kitandani. Tunasema mapepo, si mtoto unamfunga viura, unafanya vya ajabu. Hivyo sio sababu, utateseka tu. Hata ungemwekea milioni 3 hapa asikojoa, atakojoa watu. Milioni 3 na kukojoa kipi kina thamani? Sasa ujue kabisa kumbe wewe uwe ndio kikojozi, alafu mtoto awe ndio wakojoi. Mtoto atakuwa sawa. Haleluya. Mtoto atakuwa sawa. Kwa majina naitwa Hezroni Anyitike Mwakatoga. Nimeokoka, nampenda Yesu sana. Baba yangu wa kiroho wa kwanza kabisa alikuwa anaitwa Joseph Mwasemere. Yule baba bwana amenilea katika taabu kweli kweli. Tumeanza huduma sisi, kanisa ndio kama kauchochoro haka peke yake haka. Tumepare ikuti hawa wajui wageni hao. Wameanza huduma na sisi tukiwa ndio watoto wao. Kwa mara ya kwanza kabisa wanafungua kanisa.
Kwa mimi nilikuwa, kwa Mwasamila nilikuwa namuona kama mjomba. Alafu mama yangu mimi ndio wazee wa kanisa. Hebu tazama hapa. Nikikutana watoto wa Mwasamila wanasema wewe ndio kama sisi tu. Na ndivyo hivyo. Muongozo wao ndio ulikuwa muongozo wetu. Kama kawaida. Kukojoa vitandani. Salama yetu wageni hawatalala chumbani kwetu kwa sababu ni vikojozi. Si unajua tena? Ni vikojozi. Ndio tulikuwa tunalala chumba. Lakini kiukweli ambaye akojoi atalala sebuleni, wageni chumbani kwake. Ndio ulikuwa mpango. Nachekesha lakini namaanisha. Ngoja nikupe kitu kingine. Jiepushe vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo vinapata watu kwa uzembe wao wenyewe. Kila ambaye ningemuuliza vidonda vya tumbo vinapatikana kwa njia gani, atasema hivi, kwa njia ya mawazo. Mawazo hayasababishi mtu kupata vidonda vya tumbo. Kama mawazo yanasababisha, mawazo yametoka wapi? Mawazo yanakumbusha kwamba huyu mtu ana vidonda vya tumbo. Lakini vidonda vya tumbo vinasababishwa na nini? Ndio tukijue hicho. Ukitaka kujua na vidonda vya tumbo, karambe pilipili nyingi, karambe chumvi nyingi, utagundua ikiraga hii najisikia ovyo. Nataka nikupe dawa kidogo. Salama ya wewe kutoathirika na vidonda vya tumbo, usile ovyo. Tunakulaje ovyo? Baba mtu mzima anakutana na chinga muuza karanga, anachota tu karanga kwenye kijiko nalo linanyosha mkono. Baba unanyosha karanga, unaonja karanga. Baba anatafuna bigiji. Na hii athari inawapata watu wa aina tatu. Mtu wa kwanza kabisa, wanaofunga. Yaani sisi wafungaji tuliokoka tunaathirika sana na vidonda vya tumbo. Mtu wa pili, mfanya mazoezi. Mtu wa tatu, madereva. Itasisinzie kwenye kiti anatafuna bigiji. Usitafune bigiji kabla haujala chakula chochote. Sijasema usionje karanga, sijasema usitafune bigiji, ila hivyo uvitafune au uvitumie baada ya kula kwanza. Wakina mama wanateseka sana vidonda vya tumbo. Yeye amefunga, ule muda anapika kule wa kufungua umefika, anaonja, mara ametupia kanyama, mara ametupia tu karanga sijui. Ile ni hatari kwenye maisha yako. Subiri upike chakula kimeiva kabisa ule, alafu hivyo vitu vidogo vitafune kama burudani. Utakuwa salama. Nimekupa elimu bure. Mimi nililipa ada. Haleluya. Amen. Basi turudi kwenye uhalisia wetu. Somo linasema namna ya kurejea kwenye uhalisia wetu. Tumeanza hapo. Nitakimbia maana muda hamna. Muda hamna. Mwembe lile kesa. Ukiwa mwalimu kuna raha fulani unapata. Ni muda tu, ni muda. Lakini kwaya zisipoimba. Kwa mfano kuna kwaya hapa kidogo zisiimbe, nafikiri wale kuja na flash. Hawakuweka nyimbo kwenye simu. Wekeni na kwenye simu na kwenye flash. Nyinyi mkakariri kwenu, mkichomeka tu flash pale, wimbo mnaudaka haraka. Tofauti ikichombo na chenye kina namna yake. Mnacho hiki nyinyi kwenu. Kwa hiyo na chenye ukichomeka kina mifumo yake. Hakiwi hivyo. Nimeshaona mtu anasema play kwenye kompyuta, afanza play wimbo wa 5. Kompyuta haisome, haipangi hivyo. Ile inapanga kufuata alfabeti. Lakini flash inapanga wimbo uliokuwa wa kwanza kuingia ndio unakuwa wa kwanza. Ndio tofauti yake. Kwa hiyo tusikariri, weka kwenye simu basi ili umpunguze kidogo muda. Kwaya zisingeimba hapa, zisingekubali mwaliko tena. Na wafahamu wasingekubali tena mwaliko. Wananuna hao. Wataimba kwanza kesho hospitalini. Maana wanarudi nyumbani hawajaimba. Lengo lao limeharibika. Wamefanya mazoezi wiki 2, alafu waambie hawasimbe. Na wao wanasema tumekuja kuhubiri. Sawa, mmekuja kuhubiri lakini tuchukuliane jamaa. Juzi nenda kuhubiri sehemu, juzi nilisimama saa 1. Kwaya zote lazima ziimbe. Wachungaji wenyewe wakaanza, maana kama kanisa lilikuwa 25 eneo hilo makanisa. Kwa kanisa moja unakuta lina kwaya 6. Kwaya kwa wachungaji wakashituka hapa. Kwaya mimi ziko 6. Wachungaji kila mtu anainuka mmoja anasema mimi kwangu kwaya zote ziungane iwe moja. Kuepusha nini? Lakini hawezi kuzungumza mchungaji mwenyeji ili iweje? Bikusira hapa. Aseme baba yao ndio inakuwa nafuu kidogo. Asili ya mwanadamu au namna ya kurejea kwenye uhalisia wetu.
Uhalisia wetu sisi ni mwanadamu. Uhalisia wetu sisi ni mwanadamu. Mungu mwanzo kabisa hakumuumba mwanadamu, alimuumba mtu. Neno mwanadamu limetoka wapi? Haleluya. Tuanze Mwanzo 1:1. Mwanzo 1:1. Natamani sana usikilize ili unielewe, kwa sababu kuna vitu vichache vidogo sana, lakini hivyo vinaweza vikakufanya ushindwe kuelewa Biblia. Mwanzo 1:1. Biblia inasema hiyo, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Vipi kaneno kawaida, lakini kila nitakayemwambia humu nipe tafsiri ya hilo neno hawezi kujua. Sio dogo. Nimeitafuta neno hilo ndani ya wiki 2 na kuja kupata jibu usiku. Nini maana neno hilo? Hilo neno sio la ovyo. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Biblia iliyoandikwa hivyo ni Biblia original. Ukitoka nje ya Biblia hii tunayoisoma, haijaandikwa hivyo. Imeandikwa hivi: hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Hiyo sio yenyewe. Kisoma hiyo inakupoteza. Na hiyo mimi nakwambia, hiyo wanasema Kiswahili cha kisasa. Hiyo wanasema tafsiri ya Biblia. Bora waite hivyo, lakini kuna watu wanaitumia kama Biblia. Zile uzisome kama tafsiri, usisome kama Biblia. Unielewe? Uzisome kama tafsiri ya Biblia. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Aliziumba mbingu na nchi. Hasemi aliumba mbingu na nchi. Ufunuo sura 21 mstari wa 1. Biblia inasema hivi: kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza, wingi, za kwanza na nchi ya kwanza vimekwisha kupita, hapana bahari tena. Sasa unaanza kujiuliza, mbingu za kwanza. Kuna anasema Mungu aliziumba wingi. Kwa nini wingi? Leo siku gani? Jumapili. Kuna watu wanatangaza jina la Yesu pale. Sisi tunatangaza jina la Yesu hapa. Wengine wanatangaza jina la Yesu kule. Zile ndio mbingu na ndio wingi uliowekwa hapo. Sasa mbingu ni nini na nchi ni nini? Nataka nikutafsirie. Mbingu kihalisia ni Mungu, sawa? Je, Mungu anapita na wakati? Mungu alikuweko, yupo, ataendelea kupita. Kwa nini Ufunuo 21 anasema mbingu za kwanza na nchi ya kwanza vimekwisha kupita? Kwa Mungu hapiti. Kwa nini anasema mbingu zinapita? Jiulize hapo. Swali liko hapo. Kwa nini anasema mbingu na nchi zinapita? Hawa wachungaji hawakuwa hawa kabla ya hawa. Kuna wapo waliokuwepo wakawatengeneza hawa, wamekuwa hawa. Nataka nikwambie. Kwa nini hiyo? Kwamba kumbe wale wa kwanza ndio zilikuwa mbingu, na wale wa hawa wa sasa ndio mbingu mpya na nchi mpya. Yaani hawa wamepewa fimbo ya chuma kuijenga mbingu mpya na nchi mpya. Wamepewa fimbo ya chuma. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 26, 27 na 28. Nataka nisome hapo. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 26, 27 na 28. Biblia inasema hivi: yeye ashindaye na kuyatunza matendo yangu hata mwisho, nitampa mamlaka juu ya mataifa. Unamtanguliza nyumbani? Na yeye ashindaye na kuyatunza matendo yangu hata mwisho, nitampa mamlaka juu ya mataifa. 27 anasema, naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, kama vyombo vya mfinyanzi vipondwavyo, kama mimi nami nilivyopokea kutoka kwa Baba yangu. 28 anasema, nami nitampa ile nyota ya asubuhi. Akisema ile, anamaanisha Lucifer alikuwa ni malaika mbeba mwanga. Lucifer ndio nyota ya kwanza ya asubuhi kutamkwa. Lucifer alikuwa ni nyota au mbeba mwanga au nyota ya alfajiri. Lucifer. Unajua Lucifer sio tunayemkimbia. Tunayemkimbia sisi ni yule aliyemharibu Lucifer. Leo hii wewe ukinikwaza mimi, nikikutazama wewe, tutafika pabaya. Kumbe ni mtazame shetani aliyeharibu mahusiano, anayetaka kuharibu mahusiano yetu, yani yangu na yako. Huyo ndio adui. Adui ametoka wapi? Adui ametoka wapi? Tumesema Mungu ni nani? Tumesema Mungu ni muumbaji. Tumesema kule kwamba Isaya anatabiri atazaliwa mtoto, ataitwa Emmanuel. Jina lake maana yake nini? Maana yake Mungu pamoja na sisi.
utabiri wake ukatimia kwenye Isaya 9:6. Anasema sasa amezaliwa mtoto mwanaume na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Jina lake ataitwa nani? Mungu mwenye nguvu. Mfalme wa ajabu. Umeona majina hayo sasa? Lakini jina lililobeba majina yote hizo sifa, nimesema hayo majina ni sifa za huyu Mungu. Na huyu Mungu ni nani? Mungu ni muumbaji. Ndio full stop. Yaani popote ukiuliza sema tu Mungu ni muumbaji. Sasa huyu Mungu muumbaji ndio aliyeumba kila kitu. Takataka zote, uzuri wote Mungu ameumba. Sisi tunasema Mungu ameumba kizuri tu. Hapana, Mungu ameumba na kibaya. Kwa nini ameweka kibaya? Ili mwanadamu huyu apambane, aseme nimeshinda. Umeshinda baada ya kushindana. Unashindana na nani? Unashindana na adui. Anamwambia Nuhu, ingiza wanyama wawili 7 wawe safi, wawili wawe wachafu, ingiza wawili. Wasafi ingiza 7 kwenye safina. Kwa nini? Anataka mbegu chafu iendelee kuishi na kuchipua, na mbegu nzuri iendelee kuishi na kuchipua, ili mwanadamu lisiishi tu, yani asiishi kama nyumbu. Pawepo pa kupambania imani yake. Huwezi kuonyesha ushindani hujashindana na kushindana naye hayupo. Kwa mbegu mbaya imewekwa na Mungu na mbegu nzuri imewekwa na Mungu. Nataka nikwambie, wakati Mungu anapambana kuwatoa wa Misri kule Israeli, ipo siku nitakuja nikufundishe hiyo ile miungu 10 na kila Mungu alikuwa anafanyaje kazi. Kila Mungu aliitwaje? Wale wakina Mungu Apes, Belzebuli na miungu. Ile miungu alikuwa anaiabudu kule. Ule mto ulikuwa unaitwaje uliobadilika kuwa damu? Na ule mto ulikuwa unawafanikisha vipi hawa wana wa Misri? Kwa Mungu hajaumba kichafu. Hajamuumba mwanadamu akiwa amemuumba mwanadamu awe ibada, awe mtakatifu. Baada ya kuumbwa tu sisi tulikuwa automatic watakatifu. Na ndio maana tunasoma Biblia kwenye Ufunuo 14:12 anasema hapa ndipo penye subira watakatifu. Hao wazishikao amri za Mungu na imani ya nani? Ya Yesu Kristo. Hapa penye subira watakatifu. Mwanzo nimeanza kula asubuhi sikumalizia. Nikasema kwa nini anasema hivyo? Kiswahili kilikosa maana au neno la kuweka kwenye utakatifu, ila Kiingereza kilipata. Kwamba mwanadamu huyu kulingana na madhaifu yake, sisi tu wadhaifu. Sisi tumepandwa kwenye udongo mzuri lakini una miiba. Ukinyanyuka mwiba umekuchoma, mtoto anaumwa, hospitalini huji ibadani. Utakuwa mtakatifu wewe? Kwa sisi ili tuwe watakatifu tumtafute sana Mungu. Lazima tumkaribie Mungu. Utakatifu, ibada tunasema tunaanza ibada saa 4 tunakuja saa 4 na dakika 5. Hiyo ni faulo. Kwa sababu ya mapungufu hayo, kwa Kiingereza kikaweka makundi mawili. Kundi la kwanza, huyu mwanadamu anayeitwa mtakatifu kwa Kiswahili anaitwa saint. Saint ni mwanadamu mwenye dhambi aliyeokolewa kwa neema. Anampenda Yesu kweli kweli. Kama mimi na wewe. Jana hatukuja ibadani, siku za ibada za katikati hatufiki, lakini tunampenda Mungu sana. Lakini tunajiita wapi? Watakatifu. Ndio maana Kiingereza kisema kwa sababu ya mapungufu na udhaifu wa mwanadamu hatakiwi kuitwa mtakatifu, anaitwa saint. Huyu anayeitwa mtakatifu kwa Kiingereza anaitwa holy. Holy manake ni mtakatifu. Hajawahi kutenda dhambi, hatendagi dhambi, hata kuja kutenda dhambi. Je, ndivyo ilivyo kwetu? Sasa haina shida. Sisi ndio tukue utukufu. Hadi utukufu. Tunakuaje? Kukua kwetu ni katika neno. Maisha yetu sisi ni neno tu, hatuna kitu kingine. Na ndio maana sharti letu sisi ni mawili tu. La kwanza kabisa kumpenda Mungu. La pili kulipenda neno la Mungu. Neno sio Mungu. Neno na Mungu ni vitu viwili tofauti. Mungu anatamka, alafu wewe unapokea. Ukilipokea neno la Mungu mwenzangu, umefanya sawa sawa. Haleluya. Turudi kule mbingu na nchi. Mbingu na nchi ni nini? Pale anasema Mungu aliziumba mbingu na nchi. Dunia imetoka wapi? Dunia ndio imetrend sana. Yaani inazungumzwa. Na Biblia kila kona inasema jitenge na dunia. Dunia imetoka wapi? Nataka nikwambie, dunia umeitengeneza wewe. Wewe msaliti ndio umetengeneza dunia. Umetengenezaje? Nataka nikwambie tunapotengenezea dunia sasa, ambapo dunia sasa hivi imetrend, imeshamili, imejaa sana kwenye Biblia. Nataka nikwambie dunia imeanza kutamkwa kwenye Biblia kwenye Mwanzo sura ya 6 mstari wa 4. Rasmi
imeanza kutamkwa pale. Imekuja kukomeshwa kwenye Mwanzo sura ya 7 mstari wa 4. Pale Mungu amefuta kila kitu. Amefuta vizazi vyote huko. Amebakiza watu 8 tu. Dunia imekomeshwa. Tayari hawa 8 wanafaa kuwa wajenzi wa mbingu mpya na nchi mpya, ambaye ni Nuhu na familia yake. Dunia imetengenezwa na wasaliti. Wasaliti kivipi? Ndani ya ufalme wa Mungu anainuka mama mmoja, anaanza, unamuonaje mama mchungaji? Ili jinga na rejea linadakia, amepoa sana. Kila akisimama anasemaga yale. Tayari hawa wawili automatic wamekuwa dunia. Sasa watazaa mapoza, wataanza kuzaa watu wa aina yao. Ndio maana sasa hivi dunia imekuwa na watu wengi. Lakini yani Mungu aliumba pale alipokuwa anaumbia palikuwa patakatifu. Walioumbwa walikuwa watakatifu ndani ya ufalme wa Mungu mwenyewe. Shetani alivyotutenga na Mungu kule, tayari mwanadamu huyu, Biblia inasema Mungu aligeuza kisogo, akajuta kumuumba huyu mwanadamu ambaye alimuumba kwa gharama sana sana. Kwa hiyo ndio inayosababisha kutengeneza dunia. Usaliti umesababisha uharibifu. Mungu ameleta wokovu. Ndio maana napenda kuzungumza hivi kwamba vitabu 66, mimi napenda kuweka vitabu 65, kwamba cha 66 ndio kitabu cha finally, kitabu cha ukombozi na uzima wa milele wa mwanadamu. Kile kitabu kinasema hivi, kinasema Mungu hatamhukumu mtu yoyote, ila mtu atahukumiwa kwa matendo yake mwenyewe. Kwamba Mungu alichokifanya, akajenga jehanamu na amejenga uzima wa milele. Kwa matendo yako wewe yanakupeleka jehanamu au yanakupeleka uzima. Mungu amehusika hapo. Nataka nikwambie kitu. Hakuna sehemu panasema ufufuo wa kwanza, ufufuo wa pili. Hapa. Mupo. Mnasema mupo au mnasema tupo au mnasema hapa? Pale ufufuo wa kwanza na ufufuo wa pili ndio hapo panaendana na pale kwenye matendo yao pale. Nataka nikwambie kitu. Ufunuo sura ya 14 mstari wa 13. Biblia inasema hivi. Ufunuo 14:13 inasema hivi, heri wafao katika Bwana tangu sasa, asema roho, wapate kupumzika baada ya tabu zao, kwa maana matendo yao yanafuatana nao. Ufufuo wa kwanza anasema hivi. Ufufuo wa kwanza ni upi? Ni wa wale waliokufa katika neno, katika haki, katika kumtetea nani? Kristo. Ndio watakaofufuliwa mara ya kwanza. Ufufuo wa pili ni wale ambao wamekufa wakiwa wameokoka. Ni vitu viwili tofauti. Kumbe ukiokoka kuna kazi ya kufanya. Kuna namna ya kumtetea Mungu wako. Kuna jukumu la kusema Mungu, niko tayari kufa kwa ajili yako. Wewe hata ukifa, maana Paulo alisema kama hamtaniua sitaacha kulisema jina la Yesu. Sitaacha kuzungumza haya. Kutozungumza haya ni nyinyi muninyamazishe. Sitaacha. Kwa vifo vya wale walitetea Yesu, fufuo zao zitakuwa za kwanza. Leo hii wewe ukigongwa na bajaji, kweli umeokoka, tuko na wewe. Ukigongwa na bajaji ukafa, lakini unakuwa umekufa katika Kristo, ila haujakufa katika neno. Nielewe, kifo chako kitakuwa hakina thamani, ila umekufa katika Yesu. Kweli utaenda mbinguni, lakini huyu aliyekufa akipambana na Kristo atafufuka tena, atatukuta sisi tulio hai. Maana Biblia inasema kwenye Ufunuo, anasema nitawaepusha na mauti ya ngapi? Ya pili. Mauti ya kwanza tulishakufa, ipo ya pili. Ya pili unaijua? Maana Biblia inasema roho itendayo dhambi, tena huyu ambaye roho yake ndani imekufa haruhusiwi hata kumnong'oneza mtu, maana kilicho ndani yake kimekufa. Kuna harufu chafu
Unapozungumza kwenye sikio la mtu, wewe kununga, huelewi tu unanuka. Maana kilicho kufa cha ndani kimebaki mwili. Kwa Mungu anasema hata tuepusha na mauti ya pili, kwamba kile kilicho ndani jukumu lako wewe kukifufua, kurudi kwa Mungu kweli, kwamba Mungu, nimeamua kurudi kwako, nimeamua mimi. Unajua, ngoja nikwambie, hata kama umefanya dhambi za kutisha, lakini Mungu amekusamehe. Hata kama ulifanya jambo baya, Mungu amekusamehe. Unasema isinirudilezi, nimeua mtu wiki iliyopita tu, hawajui. Mama mmoja akawa anapima imani ya mumewe, anapima ya mume akawa anapima imani ya mke wake. Hivi mke wangu ananipenda kweli? Ametoka tu kufunga harusi, haona muda mrefu sana. Baba akaamua tu apime imani, mke wangu ananipenda kweli? Akasema, mke wangu, sasa sikiliza, wewe ndio mimi, wewe ndio msiri wangu. Na mwanamke akadaka, baba, na wewe ni msiri wangu. Kwa haraka. Umeona sasa? Kumbe baba alipozungumza ukawa ndio udhaifu wa baba kwa mke wake. Mke wake kaanza kiburi. Kwa nini anaanza kiburi? Mwanaume alirudi nyumbani amechafuka damu mwili mzima. Mke wangu, nimeua mtu. Nimeua. Alinikosea, nimeua mimi, bahati mbaya. Twende nikupeleke nilipomzika. Mwanamke kaenda akasema, nimezika hapa. Mwanamke anajua hivyo, ila naomba nitunzie siri. Akasema, usiwaze mume wangu, nitakutunzia siri. Jua wanawake bwana hamueleweki. Kikweli hamna kwa hamueleweki. Kwa nini nasema hamueleweki? Yaani wanawake, mume akisema leo ni wahi nyumbani kwa mke wangu, mwanamke anasema, mume wangu leo hujapita kwa wapenzi wako. Yaani kuwahi kwangu mimi nyumbani unanihukumu tena. Leo mume wangu hujapita kwa wapenzi wako. Aya, kesho nimechelewa, unasema ulikuwa kwa wapenzi wako. Aya, kesho kutwa nimekutoa out, nikutoe out mke wangu, tukale bata mbele. Unasema, ndio unakokujaga na wapenzi wako huko. Nionyeshe mke mwenzangu. Sasa huyu mwenzetu yukoje sasa? Hatabiriki huyu mwanamke. Nini kimemfanya asitabirike? Nimezungumza kidogo kule, sisemi hizi hapa. Vipo vingi sana. Mwanamke ndivyo alivyoumbwa. Anastahili kubebwa. Maana Biblia inasema ni viumbe dhaifu. Ikiwa mwanaume abebe jukumu la kubeba huyu na huyu. Tumegoma hiyo. Inafika mahali wa mama wanajifungua chini ya miezi 9. Mwanamke akijifungua chini ya miezi 9, tuweke mashaka kwenye nyumba hiyo. Baba anagubu, baba anafujo, baba ana kelele za baba. Mtoto kule ndani hataki, atatoka kabla ya muda. Anza katoka kama kufa. Hali ni mbaya sana. Kwa cha kukifanya ni kwamba mwanamke akibeba mimba, tubebe wote. Akikutapika, pokea, mmebeba mimba. Ni mimba hiyo. Wanawake wasikia miezi 9, nimekubeba miezi 9, sawa, lakini miezi 9 ni rahisi kuliko kumlea mtoto akishazaliwa. Mtoto akiwa tumboni kwa mama anakuwa na mifupa 270. Mtoto akishazaliwa inabaki mifupa 205. Mifupa 65 imeenda wapi? Kuwa Mungu ulivyo. Mtoto mifupa akiwa ndani, mifupa imeachana ili iwe rahisi mama kujifungua. Kichwa hiki kinakuwa na vipande vingi kweli, kichwa hiki kama nazi iliyovunjwa vipande. Kichwa ndivyo kinavyokuwa ili mtoto iwe rahisi azaliwe. Huyu mtoto akishazaliwa huyu, yale maziwa ya kwanza kabisa ndio yanaunganisha mifupa ya mtoto kwa haraka sana. Mtoto akishazaliwa huyo, kazi ya kumtunza. Nataka nikwambie, mtoto akishazaliwa anataka vitu 5. Maana hana kinga za mwili wake. Anategemea kinga kutoka kwa mama. Huyu mtoto asiponyonyeshwa na mama yake ni hatari. Anatengenezewa ubinadamu na ziwa la mama. Iwe bahati mbaya iwage bahati mbaya. Maana kuna wazazi wamefariki wakati wanajifungua. Mtoto anajibidi alelewe na maziwa ya ng'ombe. Sawa, iwe bahati mbaya. Lakini kuna wabinti wanaogopa kupoteza blandi, urembo, shepu, kuti maziwa yataharibika. Siwezi kumnyonyesha mwanangu, biashara itanikata. Nataka nikwambie, mtoto wako aking'atwa na mbu, akipata malaria, anatibiwa na nini? Hana kinga. Nataka nikupe mbinu. Kwenye mwili wa mama kuna kiwanda cha mtoto kule. Anapoanza kunyonya, kuna mawasiliano yanaenda kwenye kiwanda kwamba mtoto ana maambukizi ya malaria.
yanatengenezwa maziwa ya tiba kwa mtoto. Kwa mtoto atakaponyonya anatibiwa. Kwa kinga za mtoto zipo kwa mama. Unamnyonyesha maziwa ya ng'ombe. Ng'ombe naye ana mfumo wa kunyonyesha mwanae. Hawa watoto ndio wale sasa ambao hajaitwa, utasikia tu naam, hajaitwa. Ndio watoto hao. Unazungumza mara 3 mama, unamtuma yuko busy, unamtuma yuko busy, mwanao mwenyewe. Ndio litoto ambao linahitaji malezi ya karibu sana, ingalau lirudi kwenye uhalisia wake ili itoto. Ndio mitoto ambao unakuta umchapi hata fimbo. Mtoto ndio anze kuchapwa fimbo miezi 3. Yaani ajue mazingira haya hayaruhusiwi. Miezi 3 mtoto ana akili timamu. Mwanangu ana miezi 2 na siku 3 huyu. Huyo namsubiri kwa hamu sana. Lazima akae sawa. Wenzetu Waislamu mtoto akizaliwa wanamsemea azana. Kuna kitu azana. Wanamsemea sikioni mwake kwamba tayari ukurasa wake uanze kuandikwa na mifumo yake kwenye ubongo wake. Sisi tunafundisha watoto nini? Tunakuja ibadani peke yetu, tunawaacha nyumbani. Kumbe hata ibada za katikati tubebe tuje nao, waangalizie tabia zetu kwamba maisha yanayostahili kuishi ni haya. Natamani tungezungumza mengi lakini muda hamna. Wachungaji wetu ni wachungaji wa 7 wa agano la Mungu tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mchungaji wa kwanza ni Adamu, wa pili ni Nuhu, wa 3 ni Abraham, wa 4 ni Musa, wa 5 ni Yoshua, wa 6 ni Yohana Mbatizaji, wa 7 ni Yesu, wa 8 au wa 7, maana wa 8 hatumsemi, tunasema 7. 7 inachukuliwa nafasi ya nani? Ya Yesu. Kwa wachungaji wetu hawa wamechukua nafasi ile ya Yohana Mbatizaji. Ndio maana wao wanaishia kubatiza kwa maji. Lakini wanasema Yesu anabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa nini? Na kwa moto. Nini maana ubatizo wa Roho Mtakatifu na kwa moto ni nini? Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni neno la Mungu la kweli, au ni neno la Mungu lililofunuliwa. Ubatizo wa moto ni neno au ni moto wa jehanamu. Ni Yesu peke yake, ukimkataa yeye ndo anakupeleka jehanamu. Kwamba kwa sababu umenikataa, maana yake matendo yake yanakupeleka jehanamu. Kwa ubatizo wa moto maana yake ni yule aliyekataa neno la Mungu, maana yake matendo yake yanampeleka wapi? Motoni. Kwa ukimkataa Yesu maana yake wewe unaenda kubatizwa na moto. Ukimkubali Yesu maana yake utabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Wewe ni wa uzima wa milele. Haleluya. Kwa mchungaji wetu mimi napenda kusema ni Yohana mpya. Hawa ni Yohana mpya. Maana gurudumu la Yesu wao ndio wamelishika. Yesu, Yohana Mbatizaji alitangaza ujio wa kwanza wa Yesu. Wachungaji wetu wanatangaza ujio wa pili wa Yesu. Wakati Yesu anapaa, alikutana na wababa hawa. Anasema kazi yangu bado haijaisha. Anawaachia, anapaa, anaondoka. Anasema muendelee kuambia watu wanijue mimi. Kwa ndio jukumu waliloitwa. Kwa ukiwadharau hawa, nimesema Mungu anafanya kazi na sisi mwilini, sio rohoni. Ndio maana anasema kwenye Mathayo 28 mstari wa 19 na 20. Anasema basi enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkawabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Namba 3 anasema mkawafundishe yale niliyowaamuru ninyi. Kwamba kumbe sisi ndio tunaofundisha. Na huyu mwanafunzi sisi ndio walimu wake. Usije ukarudia unasema aliwaambia wanafunzi wake wakawafanya mataifa kuwa wanafunzi wa Yesu. Wanafunzi wetu wenyewe. Wanafunzi wa Yesu. Yaani wewe ukienda kuhubiri unakuwa mwalimu wa yule mataifa. Unakuwa mwalimu kivipi? Matendo yako yule anaangalizia kwako. Sio mpaka useme, anaangalizia kwako kwamba matendo ya kitumishi ndio haya. Kwa ataishi hayo, ndio unakuwa mwalimu mzuri au mwalimu mbaya. Haleluya. Kwa napenda kusema kaneno haka. Yesu asingekuja na hakustahili kuja kabisa. Alikuja kukomboa ulimwengu. Ulimwengu upi? Ulimwengu ni sisi tuliotangulia. Ni sisi ambao tayari tupo. Kwa Yesu amefuata. Yesu ni mchungaji wa 7 kutoka kwa Yohana Mbatizaji.
Yesu akafa, tukasababisha mauti yake akaondoka. Kazi yake wakati bado haijaisha. Kwa kile kijiti cha Yohana Mbatizaji wanacho hawa. Leo hii hawa ndio waturudisha kwenye uhalisia wa Mungu kupitia fimbo ya chuma. Fimbo ya chuma sio alama ya uongozi. Wachungaji wengi ukiwauliza, kwa nini mmepewa fimbo ya chuma na Mungu? Wanasema ni alama ya uongozi. Napenda kuambia fimbo ya chuma sio alama ya uongozi. Ni kazi. Mungu amewapa kazi. Kazi. Iheshimu kazi waliopewa. Kama hautaiheshimu kazi, utaingiza laana kwenye maisha yako. Hautapata kijiweni kwako, hautapata kigengeni kwako. Inafika mahali utaleta ukame kanisani kwako. Kanisani pakiwa pakame, watoto wa mchungaji watafukuzwa ada. Alafu wale watu waliosababisha wataenda kwa mchungaji, watasema baba pole. Si wamejuaje wale waliosababisha shida kwako? Watasema pole, watoto wako wamefukuzwa ada, tutalipa sisi, lakini kwa sharti moja, usilitaje jina la Yesu. Kwa inafika mahali mchungaji baada ya kusema katika jina la Yesu, anasema katika jina la Yesua. Nataka nikwambie, ukikosea namba moja haitaenda kwa mtu unayempigia. Nikwambie tu kweli. Kwa hata mtu anapoomba, tega sikio lako, usiwe bize. Tega sikio lako usikilize anaombaje. Akisema katika jina la Yesu Kristo, wewe fumbua macho. Huyo sio mwenzetu. Sisi tunamwabudu Yesu Kristo, sio Yesu Kristo. Ukisikia, tega sikio. Ukiona mtu anasema tunakubatiza katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, fumbua macho. Huyo sio mwenzetu. Mwenzetu ni yule ambaye ameambiwa hivi, mkawabatize kwa jina la Baba na Mwana, sio na la Mwana na Mwana na Roho Mtakatifu. Huyo ni excellent. Huyo ni wa kwetu. Mungu awabariki. Ipo siku nitakuja tupange vizuri baba. Siku moja nitakuja tupange vizuri baada. Lazima watu wamjue Mungu. Ila nataka nikupe kodi moja maalumu sana. Kodi matata sana, ambayo ukizingatia nitaamini una uchungu na watenda dhambi. Nyumba kwa nyumba kuhubiri Injili. Siku mchungaji akifanya semina hapa, tunapanga muda. Kama ni siku 3, tunaweka siku 2 kwa ajili ya Injili nyumba kwa nyumba. Wenzetu wanaanza huduma hapa. Ili bonde hawajaokoka watu wote. Kwa sisi tulioalikwa liwe jukumu letu tuwasapoti wenzetu, tuingie kwenye uchungu wao. Vile Mungu amewaleta hapa, wanatamani wote waokoke. Iwe hivyo. Iwe hivyo. Jukumu ni la kwetu sisi, sio la mama mchungaji na mchungaji. Ni la kwetu sisi. Tuende tukateke baraka kwa kuwaleta watu hapa. Tuambie kituo chetu kiko pale. Unajua na wao wanajua kwamba sio majengo mazuri tu ndio Yesu yuko kule. Hapana. Yesu yuko popote. Kanisa ili jengo ni jengo tu, lakini kanisa ni moyo wa mtu. Kanisa ni wewe. Kwa jengo liwepo lisiwepo tutaabudu. Lakini kuna mvua, kuna jua, ndio maana inabidi tupange majengo kama haya. Tukae humo. Mvua isizuie kazi ya Mungu. Jua lisizuie kazi ya Mungu, ndio faida ya majengo. Nimehubiri hapo mara 2 mara ngapi hapo kwa mchungaji Majuto, kama mnamfahamu. Ni mchungaji wangu mimi huyo Majuto wa EAGT. Nimehubiri mara 2. Nimehubiri kwa Mwaifongo hapo mara 3. Kwa napita kwenye makanisa yote. Mimi sio mchungaji. Nikwambie mimi sio mchungaji. Ila napita kwenye makanisa wanoa wenye mizaa na kazi ya Mungu kuchezea wachungaji. Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nchi ni wewe. Nataka nikwambie sasa. Nchi ni wewe unayelisikiza neno la Mungu na kulitunza. Na mbingu ni wachungaji. Yaani ni Mungu mwenyewe, kwa sababu Mungu ni roho, ameingia ndani ya wachungaji ili tupate tunachostahili kukipata kutoka kwa Mungu. Ameingia kwa wachungaji. Ndio maana anasema mbingu na nchi zinapita. Kwa hawa ni wajenzi wa mbingu mpya na nchi mpya. Nimesema ni wachungaji wa 7 tangu agano la Mungu. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Karibu mchungaji. Bwana Yesu apewe sifa sana.
Wangapi tumebarikiwa? Tunamshukuru Mungu sana. Baba, Mungu akubariki. Barikiwe sana na Bwana. Tunashukuru kwa utayari wake. Hebu tumshangilie Mungu tena basi. Amen. Tunashukuru sana. Basi nitamuomba Mungu, baadaye nitamkaribisha mwenyeji wetu. Baba yetu mtakatifu, mfalme wa wafalme, tunayo kila sababu ya kutoa shukrani mbele zako Mungu kwa ajili ya jioni njema iliyopendeza kutufanya tuwepo mahali hapa. Bwana wa majeshi, libarikiwe jina lako na kutukuzwa milele. Asante kwa ajili ya mtumishi wako mfalme wa wafalme. Amesema habari za ufalme wako Kristo katikati yetu Mungu, ili tutafakari na tujue ya kwamba tuko kwenye hali ipi. Mungu tusaidie na kutuwezesha Kristo amani, ili tuendelee kukutumaini wewe na kukutegemea wewe katika maisha yetu yote. Libarikiwe jina lako na kuinuliwa nyakati zote Bwana. Sante kwa ajili ya baba yule, sante kwa ajili ya mama yule, sante kwa ajili ya kijana. Tunakushukuru Bwana wa majeshi kwa ajili ya usikivu mzuri mfalme. Tumesikia neno lako Kristo, ukatupe neema na kibali sasa, ili tuweze kulitendea kazi na tukaliishi neno tuliojifunza. Utukufu wako na rehema zako zikaendelee kuwa pamoja nasi Bwana. Ninakushukuru kwa ajili ya mtumishi wako Christopher na mke wake mahali hapa. Bwana wa majeshi, walikusudia, wametualika ili tuwepo mahali hapa kwa ajili ya kazi hii mpya. Bwana wa majeshi, uko pamoja nao, endelea kuwa katikati yao. Mungu wapiganie, Mungu wawezeshe, Mungu watie nguvu, Mungu waimarishe, ili watembee na watende kazi yako sawa sawa na jinsi ambavyo tumejifunza. Tunaomba Roho wako Mtakatifu Bwana awepo mahali hapa Kristo, kwa ajili ya kulihakikisha kanisa lako mahali hapa. Asante Bwana kwa uweza wako Mungu. Okoa na kuponya mahali hapa Bwana. Mahali hapa pawe kimbilio watu wako Bwana wa majeshi, ambao mfalme wa amani wapo huko wanatafuta mahali pa kupumziko, wapate mahali hapa Kristo, wajifunze neno lako lilo hai. Baba utukuzwe, Baba uinuliwe. Asante kwa ajili ya kila mmoja mmoja aliyekanyaga mahali hapa Bwana. Ni kwa utukufu wako Mungu, ni kwa neema na baraka zako Kristo wa ajabu. Tunakushukuru sana mfalme wa falme. Mungu endelea kuwepo katikati yetu Kristo. Sasa ni majira ambapo tunakwenda kuondoka Mungu. Uwe pamoja nasi Bwana. Utuongoze na kutujalia Bwana. Utupiganie na kutuwezesha mfalme wa amani. Lakini zaidi ya yote Bwana wa majeshi, nguvu yako iwepo mahali hapa kwa ajili ya kuhakikisha kanisa lako linasimama na kuendelea. Utukufu wako na rehema zako, baraka ni zako, uwepo wako Mungu wetu endelea kuwa katikati yetu. Asante kwa ajili ya watumishi mbalimbali ambao Bwana wa majeshi wameungana nasi, wameungana na mtumishi wako Christopher kuwepo mahali hapa Kristo kwa ajili ya kazi hii Mungu. Huu ndio ushirika ambao Bwana wa majeshi wewe ulisema ya kwamba Bwana mkawe pamoja. Bwana tuko pamoja kwa umoja kwa ajili ya kazi yako Kristo. Liinuliwe jina lako na kutukuzwa milele siku zote. Asante mwaminifu mwema, tunakushukuru sana Bwana wa majeshi. Amen.